Mkeka umeshanika. Kwa mfano ameweka hela alafu ile timu haikushinda, alafu sasa mkeka unakuwa umechanika. Hela imeenda, alichokuwa na expect kirudi zaidi hakupata kabisa. Okay. Upande wangu mimi ninavyojua mchezo wa kubahatisha, hivyo michezo mingi ya kubahatisha. Ikiwemo unaoifahamu? Kwanza kuna Aviator, maarufu kindege. Kindege? Ndio. Okay. Kinafanyaje hicho kindege wewe unavyofahamu? Hicho kindege inakuwa hivi, kwa mfano una hela yako, labda 1000. Unaingiza kwenye akaunti yao. Alafu wanakupa odds. Hizo odds zinakuwa kwamba ukibonyeza hapo kwenye odds 2.097, si ndio? Ile hela yako kwa maana kile kindege kifikia ile odds au kile kindege kinapaa, kinaandika zile odds pale. Kwa mfano ikifika labda kwenye 1.3, maana hiyo odds inazidishwa na hela yako. Okay, ndio ukiwahi cash out umeshinda. Ukichelewa ndege kiondoka umeliwa. Wewe ushajaribu nawe kufanya hivyo? Naona dogo. Okay, endelea. Kingine unachofahamu kwenye michezo ya kubahatisha? Na michezo mingine ya kubahatisha labda ni ya kubeti. Beti kwa timu. Kwa mfano leo wanacheza Manchester na Chelsea. Umeona? Au jana Arsenal na Man City. Nasema Man City. Unabeti kwamba Man City akishinda, kwa mfano labda goli 2. Nimeweka labda shilingi 50,000. Nategemea kupata 300,000. Unaingiza odds pale, kama kuna mechi nyingine za EPL au UEFA, unaziorozesha pale. Au La Liga. Unapanga au Serie A, si ndio? Unatengeneza list yako vizuri, unaandika pale na kiasi utakachoweka na utakachopata, alafu unasubiria saa mechi ikichezwa, kama imefanikiwa unapasua, lakini kama imefeli timu moja imeliwa. Vipi na kwenye pool table? Huwa wanafanyaje kama ushafuatilia? Kwa mimi hapa pool table sifahamu vizuri, lakini najua labda mabonanza nini. Unajua mabonanza. Okay. Pool table hujafuatilia, ila kuna mwingine ambao unaofahamu ni bonanza. Okay. Kwa sababu kwa sasa hivi wanachukua token sio 200. Wewe unaenda na elfu yako. Tusikilize. Unaenda na 1000 yako, anakupa token yake ile 1000 unapata token 5 ambazo ni 200. Lakini kwa hizo thamani za hizo token unafika unaingiza kwenye kama kishimo fulani. Unaingiza labda 5 zote, si ndio? Alafu unabonyeza start pale, unawapa wanyama labda maana kila mnyama mmoja anashika tokeni moja. Unampa labda twiga, simba, tembo na nyani. Okay. Kwa mmoja hapo atakaye nani? Napata. Ushajaribu? Hapana. Sawa, tunashukuru. Naweza ukakaa. Sasa sheria hii ya michezo ya kubahatisha kuna mambo imeasisitiza, ikiwemo mtoto kutokuhusishwa na michezo ya kubahatisha. Miongoni mwa mtoto anayezungumziwa ni wewe ambaye ni mwanafunzi, kutokuhusishwa kwa namna yoyote ile na michezo ya kubahatisha. Na kwa nini sheria sasa imeweka katazo au imeweka zuio kwa mtoto kutokuhusishwa na michezo ya kubahatisha? Ni ili kumwepusha mtoto dhidi ya madhara yanayotokana na michezo ya kubahatisha, lakini pia ili kulinda ustawi wa wewe ambaye ni mwanafunzi na mtoto, kulinda ukuaji wako, kulinda hali yako ya kiafya ya kimwili na akili. Lakini pia sheria imeweka makatazo ili kulinda maendeleo yako ya kimaadili na kielimu. Maendeleo ya kimaadili na nini? Kielimu. Kwa hiyo sheria imeweza kuainisha baadhi ya mambo ambayo yamekuwa ni makatazo mtoto kutokuhusishwa na michezo ya kubahatisha. Uzuri humu nimeona mnauelewa wa kuielewa vizuri. Mmoja pale ametuelezea vizuri sana Aviator inafanyaje kazi, odds zinafanyaje kazi na nini. Ndio maana nikamuuliza na wewe umecheza? Ingawa amesema mimi sijacheza. Kweli hujacheza? Sasa kwa sababu sheria hii ya michezo ya kubahatisha kama tulivyosema inalinda ustawi wa mtoto. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo tutaenda kuyaona ambayo mtoto haruhusiwi
kuhusishwa nayo katika hii michezo ya kubahatisha. Kiufupi, swala lolote linalohusiana na michezo ya kubahatisha, wewe ambaye ni mwanafunzi na mtoto uruhusiwi kuhusishwa nayo. Sawa sawa? Na haya yanaainishwa kwenye kifungu cha 50 na cha 74 cha hii sheria ya michezo ya kubahatisha. Kifungu cha 50 na cha 74 cha hii sheria ya michezo ya kubahatisha. Moja ya jambo ambalo sheria hii imeweka kama katazo la kuwahusisha watoto, la kwanza ni mtoto kuwa eneo ambalo michezo ya kubahatisha inafanyika. Sawa jamani? Kuwa eneo ambalo michezo ya kubahatisha inafanyika. Umekuta kuna baa ndi mamamo bonanza lipo, au kwenye duka wewe unaenda unakaa pale unaangalia vinavyotikisika. Hivi vinaendaje? Nyani anaenda wapi? Sijui ndege anaenda wapi? Uruhusiwi kuwa eneo ambalo michezo ya kubahatisha inafanyika. Sheria imeweka hilo zuio. Lakini pia kukaa kwenye kiti au kuwepo kwenye meza ambayo michezo ya kubahatisha inafanyika. Kuna pool table, si ndio? Mwingine anaenda kukaa pale kwenye pool table naye aone linachezekaje, watu wanapataje hela. Uruhusiwi kuwepo eneo hilo wala kuwepo kwenye vifaa ambavyo michezo ya kubahatisha inafanyika. Lakini pia kuwa kando ya mashine ambayo inatumia sarafu au eneo ambalo michezo ya kubahatisha inafanyika. Mfano wa mashine zinazotumia sarafu ndio hizo bonanza. Aliyechangia pale ametufafanulia vizuri. Sasa hivi hawaweki hela, unanunua nini? Token. Kwa hiyo inaweza ikawa imewekwa sarafu ya fedha au zimewekwa token. Kuwa karibu na hizi mashine ambazo michezo ya kubahatisha inafanyika. Kwa nini usiwepo karibu na hizi mashine? Ni rahisi wewe kushawishika ambaye ni mwanafunzi na mtoto. Sawa? Kashawishika, ngoja na mimi niweke labda 200 nione ninapata kitu gani. Kwa hiyo sheria imeweka katazo. Lakini pia kushiriki au kucheza. Yaani wewe kushiriki kwa namna yoyote ile. Kule nyumbani unaambiwa kuna bonanza kwenye duka la familia, unaambiwa sasa wewe utakuwa unakusanya hela siku za Jumamosi, si uendi shule na Jumapili. Nenda pale ukakusanya hela, au wewe ndio wewe una nani hizo token. Uruhusiwi kushiriki. Sawa jamani? Wala kucheza. Lakini pia uruhusiwi kuweka dau au kupokea zawadi au kutoa zawadi. Kwamba sasa zawadi zinazotolewa zile za mchezo wa kubahatisha tukupe wewe, ndio utakuwa unakabidhi. Wewe msomi form 3 uwe unakabidhi, uruhusiwi. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo wale wanaobeba karata anaanza kusema tuweke 500, hairuhusiwi. Karata za jadi mchezo wa karata unatambulika kisheria. Hii sheria inatambua mchezo wa karata wa kawaida ambao watu hawaweki kitu chochote. Kwa pale nyumbani mmenunua karata ili kufly kwa kucheza sijui last card, wengine sijui anasema makonzi, sijui albastini, sijui 60, sijui nini, mmecheza kwa nia ya nini? Ya kufurahi. Hiyo inaruhusiwa. Lakini usianze kusema, ukianza tu kusikia tuweke 200, sio tuweke 500 tushinde nini, wewe uruhusiwi kushiriki hiyo michezo. Sheria imeweka katazo. Lakini pia kushiriki kwenye kuuza tiketi. Mmoja amesema sasa hivi zinatengenezwa nini? Token. Unaweza ukapewa tusaidie kuuza hizi token. Uruhusiwi kushiriki kwenye kuuza tiketi ama token. Lakini pia kushiriki kwenye matangazo au kuajiliwa kwenye michezo ya kubahatisha. Unaambiwa hizi Jumamosi na Jumapili sijui kuna tangazo la kubeti sijui wapi. Wewe unajua kucheza, twende pale tukacheze tu nani, wanahamasisha kubeti. Uruhusiwi kushiriki. Sawa sawa? Au kuajiliwa kwamba Jumapili leo au Jumamosi uendi shule, au jioni ukirudi umetoka shule unaambiwa sasa saidia hapa kukusanya hela. Uruhusiwi. Sawa sawa? Na sheria imeweka katazo kwa wale wanaowahusisha watoto kushiriki kwenye hii michezo ya kubahatisha, ikiwemo kutoa adhabu. Miongoni mwa adhabu zinazotolewa ni kifungo cha hadi miezi 6 jela, lakini pia kinaenda mpaka kifungo cha miezi 10, miezi 12 jela, sambamba na kulipa faini ambayo inaanza shilingi 300,000 inaenda mpaka faini ya shilingi 1,000,000. Na unaweza ukauliza sasa, ukajiuliza hii faini analipa nani? Hutolipa wewe mtoto, lakini atalipa yule ambaye amekuhusisha wewe mtoto kushiriki kwenye michezo ya kubahatisha.
Kufungwa atafungwa ambaye amemruhusu mtoto kushiriki kwenye michezo ya kubahatisha. Kwa kama ni mzazi amekuruhusu, mamlaka zikifahamu, mzazi atachukuliwa hatua.